Wakati huu tuanzie na uchambuzi wetu na ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko nchini Urusi, ambayo ni ziara ya kitaifa ya siku 3, ambapo leo anatarajiwa kukutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, katika wakati sifa ya Tanzania inazidi kuchafuka kwenye nchi za Magharibi. Lilian Mtono anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Rais Putin atamkaribisha Rais Samia katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kabla ya kuhudhuria jukwaa la kimataifa la uchumi huko St Petersburg. Ziara hiyo inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, ziara hiyo inafanyika wakati ambapo wanadiplomasia na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakishutumu serikali ya Rais Samia kwa mauaji ya mamia ya watu wakati wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, pamoja na utekaji nyara na mauaji dhidi ya wakosoaji katika kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi huo. Marekani imesema inapitia upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na ghasia hizo, na wiki iliyopita ilimwekea vikwazo afisa wa ngazi ya juu wa polisi kutokana na kuwatesa wanaharakati wawili maarufu. Kwa upande mwingine, Rais Putin alikuwa mmoja ya viongozi wa kwanza kumpongeza Rais Samia kwa kushinda katika uchaguzi huo kwa 98%. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa ukiimarika tangu wakati huo. Baraza la biashara kati ya Urusi na Tanzania lilianzishwa mwezi Januari, na mwezi uliopita wa Mei, shirika la ndege la Tanzania lilitangaza kuanzisha safari zake za ndege kutoka Dar es Salaam hadi Moscow ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Katika ziara yake hiyo, Rais Samia ameongozana na ujumbe wa wafanyabiashara akiwa na matumaini ya kuimarisha mikataba ya kibiashara, utalii na madini. Hii ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi baada ya ile iliyofanywa na baba wa taifa Rais Julius Kambarage Nyerere mnamo Oktoba mwaka 1969. Biashara kwa sasa inafikia zaidi ya dola milioni 307 kwa mwaka, na mradi pekee wa pamoja ni madini ya urani ambao umekuwa ukipangwa kwa zaidi ya muongo mmoja. Aliyekuwa profesa wa sayansi ya siasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye hakutaka kutajwa jina, anasema Urusi inaweza kutumia uungwaji mkono huo hata kama ni kwa ajili ya kujizuia kupiga kura muhimu katika Umoja wa Mataifa kuhusu vita vya nchini Ukraine. Aidha, Fergus Kell wa taasisi ya Uingereza ya Chatham House anasema kuwa Urusi inaweza ikawa inatumia fursa ya utawala dhaifu wa Tanzania. Ripoti ya serikali kuhusu ghasia za uchaguzi wa mwaka uliopita ilieleza kuwa watu 518 waliuawa, lakini haikusema nani aliyehusika na mauaji hayo, na hakuna watu waliowajibishwa hadi sasa.